Promova TV, a home of testimonies. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji, mtazamaji wangu wa Promova TV, na kukaribisha katika hiki kipindi. Mimi nikiwa naitwa James Nko, katika huduma ya neno kwa mtoto loko katika mazingira magumu ya rohoni. Na kabla tusijaendelea na mada yangu ya leo, tufunge macho tumwombe Mungu. Baba yetu, Mungu mkuu uliye hai, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakubariki, tunakutukuza, tunakusifu, tunakushangilia. Wewe ndiwe Mungu wetu. Tunakuja kwako ni kwa damu ya Yesu Kristo, ile itakasayo, inayoosha na udhalimu wa kila namna. Baba yangu, asante kwa nafasi hii ambayo tunayo kwa ajili ya kumtafakari Roho Mtakatifu. Karibu Bwana, useme na sema na wasikilizaji, sema na watazamaji. Nitumie mimi Bwana kama chombo chako katika kipindi hiki, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa mtazamaji, ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Tunayo nafasi sasa ya kutafakari juu ya Roho Mtakatifu, rafiki mwema na wa kweli. Kwa nini rafiki? Kwa sababu duniani watu wanatembea, wana marafiki, na marafiki ni wa kuwakimbilia wakati wa shida, na wanakusaidia, wanakuinua kutoka katika shida yako kwa sababu ni rafiki. Na sasa mimi nakuletea juu ya rafiki awapitaye wote, anaitwa Roho Mtakatifu, ambaye Yesu alimsema kwa maneno yafuatayo katika Yohana 14 mstari wa 16. Yesu Kristo alimsema kwa maneno yafuatayo, na haya maneno labda nitoe tu mazingira yalivyokuwa. Yesu aliyasemea wapi? Huu ni wakati ule ambao tayari ameshashiriki na wanafunzi wake chakula cha mwisho hapa duniani. Ni siku yake ya mwisho katika kazi yake ya ukombozi. Amefikia siku ya mwisho, na wale watesaji watakao kuja kumkamata wamtese, tayari mmojawapo wa wanafunzi wa Yesu ameshaenda kuwaleta. Kwa hiyo ni usiku huo, na dakika chache, masaa machache baada ya maneno haya, Yesu atakamatwa. Na sikia anavyoyasema. Nami, Yohana 14 mstari wa 16, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Huyu Roho Mtakatifu jina lake lingine ni msaidizi mwingine, akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli. Roho Mtakatifu pia ni Roho wa kweli, ni jina lake. Ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Roho Mtakatifu ndivyo alivyomsema Yesu, kwamba huyu atakuja akae nanyi. Na yeye ni msaidizi mwingine. Kwa nini tunahitaji msaidizi? Mbele ya safari tutaongea, lakini kwa kweli Roho Mtakatifu ni msaidizi katika maeneo fulani. Kuna maeneo ambayo ni rafiki huyu tu peke yake anaweza akakuinua au akakukwamua katika eneo hilo. Roho Mtakatifu baadaye akimsema huyu katika wakati huo wa kipindi, akasema huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Nionyeshe mwanadamu ambaye anajua kila kitu, anajua mambo yote. Yuko mmoja tu, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe ambaye unajijua kwamba unacho kilema cha kutokujua kila kitu, basi jitayarishe kumpokea yule atakaye kufundisha kila kitu ambacho utakihitaji katika maisha haya. Huyu si mwingine bali ni Roho Mtakatifu atokaye
kwa Baba juu mbinguni. Sisi Wakristo tunamwabudu Mungu wetu katika nafsi tatu: Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sio kwamba tunaabudu miungu watatu, hapana. Mungu wetu yeye anatuhudumia katika nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na Mungu Mwana akiwa anamaliza kazi yake hapa duniani akasema, nitawaletea msaidizi mwingine. Kwa lugha za kizamani za ilivyoandikwa hii Biblia kule, maana yake ni msaidizi mwingine, ni mwingine wa aina yangu, aina yetu. Haleluya! Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni msaidizi ambaye atatoka mbinguni, sio wa kidunia. Tunajua jinsi Roho Mtakatifu alivyokuja, aliahidiwa na Yesu ambaye alikuja duniani naye kimiujiza, bila baba wa kibinadamu, akawa mimba katika tumbo la Mariamu, akazaliwa, akafanya kazi ya Mungu aliyoifanya, na mwishoni sasa anajitayarisha kurudi kwa baba yake kule alikokuwa anatoka. Kwa hiyo, kwa vile tunahitaji huyu rafiki, maana marafiki ambao tumekuwa nao katika maisha yetu wamekuwa wengine ni waleta hasara maishani mwetu, wana ushauri mbaya. Hata ukiona unafanya wewe maamuzi mabaya na wanajua yatakuletea hasara, hawakusaidii kukuepusha kwamba uepuke hiyo hasara au maangamizi. Na wengi wa wanadamu wako katika yule movu. Hata wengine unafikiri ni waenda mbinguni pamoja na wewe, lakini kumbe ni watu wa dunia hii tu. Akili zao ziko katika dunia hii. Utaona kama wameokoka, lakini dunia ndio iliyowajaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile unatembea nao wewe uende Kanani, na wao wanakuonyesha kama wanaenda Kanani, lakini ni kama wanaenda kinyume nyume. Yaani macho yao yameelekeza kule kubaya, kule wapi, kule Misri tulikotoka, lakini wanakuonyesha kwamba wanaenda, kumbe wao wako wakati wowote kutumiwa na shetani kukuharibu wewe mtu wa Mungu. Na kama unayo mtu wa namna hii, ole wako. Haleluya. Biblia imesema wengine wameingia kwa siri katikati yetu ili wauchunguze uhuru wetu. Utakula nao, utaongea nao, utafanya kazi nao, labda hata utaomba nao, lakini wao wanakuchunguza wapate taarifa za kuwapelekea wale waliowatuma. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanaumia sana kimoyomoyo unapoeleza mafanikio yako, lakini ni rafiki yako. Wanaumia unapoeleza jinsi watoto wako wanavyoendelea vizuri katika masomo yao, jinsi watoto wako ndoa zao na biashara zao, kazi zao zinavyoendelea, viwanda vyao vinavyoendelea, afya zao kimwili. Wanaumia, wanahuzunika. Huyu yeye ukimwambia Roho Mtakatifu, si tu kumwambia, yeye mwenyewe ndio amekuwa anayafanya anyway, anafurahi, anamtukuza Yesu Kristo yule aliyemtuma. Yohana 16:14, Yesu akasema, huyu Roho atakapofika, yeye atanitukuza mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi nilivyokuwa namtukuza Baba. Haleluya. Kwa hiyo ushuhuda wako wewe wa mafanikio ni baraka, ni furaha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana Yesu asifiwe. Katikati yetu sisi tunaomtaka Roho Mtakatifu, tukumbuke kwamba Biblia imesema siku za mwisho nitamwaga Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17 linasema itakuwa siku za mwisho. Neno la Mungu linasema hivi, nisome katika Biblia. Na itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote Roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Hakuna aliyewekwa nje, kuanzia watoto wetu. Na ninapozungumza kuhusu Roho Mtakatifu, siachaki kusema kila mtu amtafute Roho Mtakatifu. Hata we mtoto mdogo mpate Roho Mtakatifu. Baadaye utakuja kuona faida ya Roho Mtakatifu hata kwa watoto wadogo. Bwana Yesu asifiwe.
watoto wadogo wanamhitaji Roho Mtakatifu. Na utasema mtoto mdogo wa miaka mingapi? Nikwambie, Yohana Mbatizaji alijazwa Roho Mtakatifu akiwa tumboni kwa mama yake kama mimba. Kwa hiyo hakuna mtoto ambaye hawezi kumpokea Roho Mtakatifu. Na wewe unaponena kwa lugha utashangaa, mtoto akinena utafikiri yeye ajui anachokisema. Ni sawa, hajui, kwa sababu Roho Mtakatifu ile lugha tunapoisema hatuijui, labda tuwe tumeomba tafsiri, lakini maneno yale yanafanya kazi, ile sala inafanya kazi, na Mungu, ulimwengu wa roho unawekwa katika kazi, unawekwa kazini kwa ya ile lugha unayoizungumza wewe. Kwa nini nasema lugha? Hii lugha ni ile ambayo unaipata wewe unapojaa huyu Roho Mtakatifu. Kwa huyu Roho Mtakatifu Yesu aliyemsema hapa, akasema kwamba akija atakuwa mambo haya kadhaa katika maisha yako: mwalimu, kiongozi, msaidizi, mfariji, mbeba shida zako zote, yeye atakapokuja. Lakini atakapokuja atakaa na nyinyi hata milele. Watu wengine waliposikia huu usemi, hata dini zingine zinafundisha hivyo, ina maana Yesu alikuwa anamsema mtume mwingine. Lakini Yesu Kristo ameweka vizuri bayana hapa, akasema atakapokuja huyo Roho Mtakatifu, nyinyi mtampokea, kwa sababu tayari yupo. Hata sasa hivi ninapozungumza na ninyi yupo katikati yenu, lakini wakati ule atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo tofautisha Roho Mtakatifu akiwa katikati ya wanafunzi wakati Yesu anawaambia, na Roho Mtakatifu akiwa amefurika ndani ya kila mmoja wao, kuwa ndani yao. Ndicho ninachokuitia na wewe kwamba iko wakati wa Roho Mtakatifu aje ndani yako. Na Yesu akasema hii itatokea. Tukiangalia katika Injili ya Yohana, kule Yohana 4 mstari wa 14 na Yohana 7 mstari wa 37, anasema Roho Mtakatifu aliye na kiu aje kwangu mimi Yesu, nimpe maji yaliyo hai yajae ndani. Na Biblia ikaeleza vizuri, ikasema ni Roho Mtakatifu ambaye Mungu Baba atamtuma Yesu akisha tukuzwa. Wakati Yesu anasema aniaminia apokee Roho Mtakatifu, ilikuwa bado haijafika wakati wa Roho Mtakatifu kushuka kwa wanadamu wote kwa wakati ule. Pale anaposema itakuwa siku za mwisho nitamwaga roho yangu juu ya wote mwili, ilianza siku ile ya Pentekoste, ambayo ndio siku Roho Mtakatifu aliposhuka. Na kwa kweli ukifanya mahesabu yako vizuri, kuanzia siku Yesu alipomsema kwamba atamwomba kwa Baba mpaka alipokuja ni siku 53 tu, sio miaka 53, sio miaka 530, sio miaka, lakini ni siku za kuhesabu, yani chini ya miezi miwili yule Roho Mtakatifu akawa amekuja. Ilikuwaje? Alipomzungumza, baada Yesu angekamatwa, angeuawa, baada ya siku 3 angefufuka. Baada ya kufufuka angekaa duniani na wanafunzi akiwatembelea mara kwa mara kwa siku 40, jumla siku 43. Baada ya kupaa juu mbinguni, ambapo aliwaambia sasa jamani, naondoka niende kwa Baba, ngojeeni hapa hapa mpaka niwatumie ahadi Baba aliyowaahidia ya kwamba atamtuma Roho Mtakatifu. Ngojeeni hapa hapa mkiomba. Kwa hiyo siku 43 zimeshapita, Yesu anapaa sasa kwenda mbinguni. Siku 10 baadaye, jumla sasa siku 53, wakawa wanaendelea katika kumwomba Mungu. Tunasoma maneno haya katika Matendo sura ya 2. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Pentekoste ni siku 50 tangu mavuno. Mavuno ni tangu Yesu alipofufuka. Siku 50 walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote walipokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu sasa ndio siku ya 53 amekuja. Nimesema sio miaka 53, sio miaka 500, hapana. Kwa hiyo wale wanaosema ni mtume mwingine wamedanganyika hapo, maana Roho Mtakatifu huyu
amekuja. Na Yesu akasema kitu kingine kizuri, akasema huyu akisha kuja atakaa na nyinyi milele. Kwa nini Mungu anasema siku za mwisho nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili? Kwa sababu kabla ya hapo, wakati ile andiko linatabiriwa kwa Yoeli kule, miaka mingi kabla hata ya Yesu Kristo mwenyewe kuzaliwa, alisema hivi, nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wakati ule walikuwa hawampati Roho Mtakatifu watu wote wanaoenda hekaluni au kwenye sinagogi au kanisani au katika taifa la Israeli. Walikuwa wanapata watu wa aina 3 tu, ni wafalme, makuhani na manabii, watu wa aina 3 tu. Kwa hiyo ikiwa mtu anataka kusikia neno kutoka kwa Mungu kwa kumtumia nabii wa Mungu, hawezi kupiga magoti akaomba, inabidi aende kwa mtumwa wa Mungu. Ndio sehemu zingine unaona wanaitwa waonaji, aende kwa muonaji. Muonaji atamwambia neno linalotoka kwa Mungu kwa ajili yake. Kwa hiyo sasa, lakini sasa imefika wakati Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu wote. Mshukuru Mungu mtazamaji wangu kwamba ni nyakati za Roho Mtakatifu hata na kwangu mimi. Jiambie hivyo hivyo, ni wakati wa Roho Mtakatifu hata kwangu mimi. Huyu Roho Mtakatifu, kumbuka, ni Mungu kabisa. Mungu anakuja kukaa ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa Mungu kukaa katikati ya watu wake, katikati ya watoto wake. Umeomba sala yako ya kumkaribisha Yesu maishani mwako, umeachana na mambo ya ulimwengu, unayo kiu kwa ajili ya Roho Mtakatifu, unamwomba Roho Mtakatifu, anakuja aje, anatafuta aje akawe ndani yako, kwa sababu akiwa ndani yako, akiwa ndani yangu, tutafanya kazi pamoja kuwavuta watu kwa Mungu. Mungu yuko katika hiyo shughuli ya kuwavuta watu kwa Mungu. Kumbuka Yesu Kristo kabla hajaondoka aliwaachia maagizo ya mwisho wanafunzi wake, akawaambia, nitawapa Roho Mtakatifu ili muwe mashahidi wangu, mnitangaze mimi, muwahubirie watu, muwafundishe watu habari zangu, habari za mbinguni. Ndilo agizo la mwisho. Akawaambia, sasa enendeni mkahubiri kwa mataifa yote, lakini kabla hamjaenda, subirini ahadi ya Baba, maana mtavikwa uweza au mtavikwa nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu wangu, mtu wa Mungu, unangojea upate nguvu ya kuweza kuwahubiri watu habari za Yesu kwa ufanisi mkubwa, effectively kwa wale wanaojua Kiingereza, yani kwa mguso, ili uweze kunena neno la Mungu kwa mguso. Ndipo sasa ukiangalia unaona wewe maisha yako hayajaweza kuwagusa watu walioko nje ya Yesu Kristo. Wakristo, changamkeni. Kila mtu ambaye anaitwa kwa jina la Mkristo, ninakuwekea changamoto mbele yako kwamba changamka. Roho Mtakatifu amekuja ili wewe na Roho Mtakatifu muiguse ile jamii inayowazunguka kwa Roho Mtakatifu. Hii itawezekana tu akisha kuja juu yako Roho Mtakatifu na ukapewa nguvu. Kwa hiyo Yesu akawaambia, subirini, maana nyinyi mnapashwa mvikwe nguvu baada ya kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Na anasema, haya, kila aonaye kiu aje kwangu. Wewe ambaye unaona maisha yako hayajakuwa na matunda, hujawa na matunda katika maisha yako, tunaita ni kama shamba ambalo ni jangwa, au ni shamba ambalo halizai, au ni jangwa, hakuna chochote kinachomea cha kiroho. Huoni maisha ya kiroho yakichipuka katika maisha yako. Unachopungukiwa, mpendwa, ni rafiki aliye mwema, ambaye yeye mwenyewe ndiye anayechipusha hizi sifa nzuri za Roho Mtakatifu. Ukisoma katika Wagalatia sura ya 5 mstari ule wa 22, anasema, bali tunda la Roho, tunda la Roho Mtakatifu, yale matunda au tunda lile unaliona pale, yale matawi yake, upendo, utu wema, kiasi, upole, unyenyekevu, vitu kama hivyo vinatokea katika maisha yako, na haya yanawagusa wale wote wanaokuzunguka. Wanapokula haya matunda kwako, wanatiwa nguvu, wanatiwa vitamini ya kuishi maisha ya mbinguni, wanamtukuza Mungu katika maisha yao. Lakini wewe ukiangalia maisha yako hayajawapendeza watu wowote wala kuwavuta kwa Mungu, jiulize ni kwa nini. Una rafiki mbaya, unaye rafiki mbaya katika maisha yako, ambaye anapashwa atupwe nje, aingie rafiki mwema.
Roho Mtakatifu ambaye Yesu Kristo alimwahidi. Bwana Yesu asifiwe. Na nimewaambia usisite kwamba wewe umri wako labda ni mdogo, hata kama ni mtoto mchanga, unayo nafasi ya kumpata Roho Mtakatifu. Wajukuu zangu wenye miaka 5-6 walimwendea mchungaji, wakamwambia tuombee tujawe Roho Mtakatifu kama anavyotufundisha babu kule kwenye ibada ya nyumbani. Anasema Roho Mtakatifu ukijazwa utanena kwa lugha, ukinena kwa lugha hata kama umetekwa. Nashukuru sana wajukuu zangu hawa miaka 5, miaka 6, jamani, wanasema wanamtaka Roho Mtakatifu ili awasaidie. Watoto wadogo miaka 5, miaka 6, tuombee tujazwe Roho Mtakatifu tuweze kunena kwa lugha. Siku ile takaponena kwa lugha waweze kukimbia majambazi. Hiyo kwa sababu niliwafundisha hilo. Na wewe likusaidie, mtu wa Mungu. Utekaji huu umekuwa unaendelea kila mahali. Ni mojawapo ya jambo ambalo nitaliongelea mbele ya safari, nitakapotoa ule mfano vizuri na wewe uelewe, ili ikiwa basi hujamtaka Roho Mtakatifu kwa ajili ya mambo mengine, basi umtake kwa hilo. Ujue Yesu Kristo amesema, njoni kwangu ninyi yote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, maana mimi ni mpole nanyi mtapata raha nafsini mwenu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Utaendapo yamevurugwa, lakini yaone wewe mwenyewe katika Mathayo 11 mstari wa 28. Na mtu anayemjia Yesu kwa sababu ya mizigo, akifika kwa Yesu anamgundua Yesu ni mtamu, ni mzuri, si tu kutua mizigo iliyowalemea watu, si tu kuondoa yale mambo mazito yaliyowazika katika changamoto, lakini ni mzuri katika maeneo yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutayazungumza hayo, lakini nikutie shauku, nikutie hamu, ewe msikilizaji wangu, umpende, umtafute, uwe na kiu, shauku isiyokoma ya kujazwa Roho Mtakatifu, maana yeye ana hamu sana kuja juu yako, na Mungu Baba amemwahidi, akasema, Yesu Kristo akisema kwamba nina hakika Baba yangu ana hamu sana kuwajaza wao wamtakao Roho Mtakatifu, maana nyinyi na ubaya wenu mnawapa watoto wenu vipawa vyema. Si zaidi sana, Baba atawapa vipawa vizuri, atawapa Roho Mtakatifu wao wamwombao. Luka 11 mstari wa 13. Kwa mstari huo tunamwendea Mungu kwa ujasiri na kwa shukrani, kwamba tunajua tutakapomwambia Baba Roho Mtakatifu ni shauku yake atujaze na atatujaza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, niombe sasa kwa kumalizia. Asante sana kwa usikilizaji wako. Na wewe na imani imeingia japo chembe, japo shauku, japo cheche ya kumtamani Roho Mtakatifu. Tuombe pamoja sasa. Hebu utanifuatisha katika maombi haya ili uweze kumpa nafasi Roho Mtakatifu. Kwanza tunaanza msalabani. Mwingine anasikia kwa mara ya kwanza. Hebu sema, Mungu Baba, mimi ni mwenye dhambi. Dhambi zangu zimenitenga na wewe, na nazichukia dhambi na siwezi kuzishinda kwa nguvu zangu, lakini wewe umemtuma Yesu akashinda dhambi kwa niaba yangu, nami leo namkaribisha moyoni mwangu awe mwokozi wangu katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa mtu wako ambaye ametoa nafasi kwa Yesu Kristo, na sasa ni nafasi yake ampokee huyu Roho Mtakatifu. Mwambie hivi, Mungu Baba, wewe umetuahidi Roho Mtakatifu, na nimegundua namhitaji Roho Mtakatifu, na siwezi maisha haya bila yeye. Namhitaji, nakaribisha Roho Mtakatifu katika maisha yangu. Mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na katika hekalu hili njoo Roho Mtakatifu ukayatende yale yanayompendeza Baba, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Endelea kumshukuru Mungu Baba kwa kukujaza Roho Mtakatifu, na ukiona ulimi unaanza kuterereka kidogo kusema maneno usiyoyajua, sema, ongea katika hiyo lugha, ongea nayo sana. Hiyo itakusaidia siku utakapotekwa. Mungu akubariki kwa kusikiliza. Ninaitwa James Inko na namba yangu ya simu ni 0688688882. Nairudia namba ya simu 0688688882. Mungu akubariki.
Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank, majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.